Bwana, ni wiki mpya ya Game Time, wiki ya mechi za FA Cup pale nchini Uingereza. FA Cup ambayo Arsenal ndio bingwa wa kihistoria wa michuano hii akiwa na makombe 14, lakini Manchester United akiwa amefika fainali mara nyingi zaidi. Kumbuka, bingwa mtetezi ni Crystal Palace ambapo msimu uliopita alimfunga Manchester City. Jina langu ni Andrea Masawe na kualika kwa ndani ya Game Time. Nipo na Mswahili kama kawaida, lakini nipo na Murukim. Harudi mezani hapa kuzungumza masuala mbalimbali ya kimichezo ambayo yanajiri weekend hii. Bwana, FA Cup inaendelea weekend hii. Kwanza karibuni sana. Hii ndio Game Time, meza Game Time. Asante sana tunaalika. Asante sana. Bwana, FA Cup inaendelea weekend hii, lakini kidogo kwa nini FA Cup? Kwa sababu kwa kiasi fulani kila michuano ambayo inaanzishwa inakuwa na historia, inakuwa na background ambayo imesababisha michuano hiyo iwe. Sasa mbali na Premier League, EPL, kuna FA Cup. Why FA Cup? Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kwamba michuano ya FA ndio michuano mikongwe kuliko yote katika I would rather say England au Uingereza, kwa sababu kwa mujibu wa rekodi ni kwamba michuano ya FA imeanzishwa mwaka 1871. Ndio. Kwa hiyo mpaka kufika msimu huu wa 2026 michuano ya FA inakuwa imefikisha jumla ya misimu 155. Misimu 155. Kwa hiyo kama ulivyosema kwenye utangulizi, Ndio. Arsenal ni bingwa wa kihistoria, ameshinda mara 14. Ndio. Manchester United wamefika fainali mara 22. Na kuna rekodi nyingi. Kuna timu ambazo zimefika fainali mara nyingi na hazijawahi kuchukua, kwa mfano Queen's Park Rangers. Kuna timu ambayo imefika fainali consecutively na ikapoteza, kwa mfano Chelsea wamefika fainali consecutively kwa mfululizo, lakini mara 3 na hawakushinda. Ni michuano yenye kwa kifupi wanasema michuano ya FA ni michuano yenye historia kubwa sana ya soka katika rather Uingereza au England kama wenyewe wanavyosema. Na ndo kwanza tunaanza weekend hii na games ziko nyingi za kutazama. Yeah. Bingwa mtetezi Crystal Palace. Tunataka tuone Crystal Palace pull ile stunt alofanya msimu uliopita, kwa sababu ideally hakuna mtu aliyotazamia kwamba Crystal Palace kwanza atafika fainali. Yes. Lakini pili atachukua ubingwa. Kwa hiyo ni michuano mizuri sana. Tunaanza na game ya Tottenham Hotspur dhidi ya Aston Villa. Kwa nini naanza na game hii? Kwa sababu Aston Villa naona anatumia nguvu kubwa sana kwenye English Premier League. Yeah. Unadhani ataichukua ile nguvu na kuihamishia kwenye FA? Ama unamshauri nini kocha wa Aston Villa? Endelee na ule moto wa EPL ama ukapunguze kidogo? Kihistoria michuano kama FA, michuano kama Carabao, zamani ilikuwa inaitwa Carling Cup. Yes. Ni michuano ambayo timu nyingi haswa zinatumia wachezaji ambao hawatumiki sana, haswa katika hatua za awali, kwa sababu ratiba ya mpira wa miguu barani Ulaya ni ngumu. Ukiangalia kama Aston Villa yupo kwenye michuano ya Ulaya. Yes. Anashiriki kwenye FA. Yeah. Anashiriki kwenye Premier League. Hapo tayari hiyo ni michuano mitatu tofauti ambayo inahitaji wachezaji 11 ambao wako fit. Hawezi ukasema basi huku nitachezesha wachezaji wengine, huku wengine, kwa sababu kwa kifupi ni kwamba unavyoanza msimu wa mpira wa miguu, unavyoanza macho yako yapo kwenye kila sehemu. Kwa hiyo kama mimi ningekuwa Unai Emery, nafikiri ningewekeza zaidi kwenye Premier League kama mimi ningekuwa Unai Emery, kwa sababu katika sehemu ambayo kwa sasa inahitaji push kubwa ni kwenye Premier League. Leave aside kushinda ubingwa, tunaweza tukawa tunaongelea tu swala la kushinda ubingwa, lakini kuna swala la kumaliza katika nafasi za kwenda kucheza Champions League, ambao sasa hivi Aston Villa ni kama vile
kwa kukosa maneno sahihi, ni kama vile wanataka kuzoea kwenda kwenye michuano mikubwa ya Ulaya. Na bahati mbaya au bahati nzuri ni kwamba kibunda ambacho unapata unavyoshiriki Champions League ni kizuri kiasi kwamba ukimiss ile opportunity ya kucheza michuano mikubwa ya Ulaya, hata kwenye usajili, mambo ya usajili utakuwa na changamoto. Masuala ya mashabiki kuja uwanjani, mapato, kuuza jezi na kadhalika, mambo mengi yanaweza yakaathirika. Nadhani ni Manchester United peke yake ambayo inaweza isishiriki michuano ya Ulaya na bado ikawa competitive sokoni katika swala la thamani ya timu yao. Lakini timu zingine zote kushiriki michuano ya Ulaya ni kitu kikubwa sana in terms of thamani ya timu. Lakini tumeona Manchester United haijashiriki Champions League kwa misimu kadhaa sasa, lakini Manchester United ni katika timu 5 bora au timu 5 zenye thamani kubwa Ulaya. Manchester United haipo nje ya top 5. Okay, hiyo ni game ya Aston Villa dhidi ya Tottenham Hotspur. Kwa kiasi fulani I think kwa upande wangu naona Aston Villa akiwekeza kwenye FA anaweza akambulia chochote zaidi ya kwa sababu Premium ana mwendelezo mzuri. Akiwekeza na nguvu kidogo kwenye FA huko anaweza kaondoka na kikombe, kwa sababu naona kuna baadhi ya vilabu vikubwa wanaachia kidogo kwenye FA. Yaani hawawekezi nguvu nyingi kwenye FA. Labda Liverpool wameshia nguvu FA, lakini kwa kiasi fulani vilabu vikubwa vingi sana FA wanaiacha kidogo. Wanakuwa na ligi ya mabingwa, wanakuwa na Premium, aidha wanakuwa na Conference kama unashiriki, lakini FA Carabao wanakuwa wanaanzisha aidha wachezaji wa vijana ama wachezaji ambao hawapati muda wa kucheza. Yaani wana mechi nyingine, mechi ya Everton dhidi ya Sunderland. Nimeanza na game ambazo zinakutanisha game za timu za zinashiriki Premium moja kwa moja. Everton dhidi ya Sunderland, moja kati ya mchezo ambao kwa kiasi fulani unaonekana ni mchezo mgumu, kwa sababu strength ya Everton kwenye eneo la uzuiaji, lakini strength ya Sunderland hivi sasa kwenye upande wa eneo la ushambuliaji. Wamekuwa wakipata magoli hata wakifungwa, lakini Sunderland lazima kufunge goli. Unaenda kwa mchezo wa aina gani? Nani ana nafasi zaidi ya kuibuka na ushindi kwenye mchezo huu? Ni mchezo mzuri. Ni mchezo mzuri kwa sababu so far sidhani kama najua Sunderland walijiandaa walivyojua wanarudi kwenye Premier League, walijiandaa kuja kucompete kwenye Premier League, lakini sidhani kama wali tumaini kwamba wangekuwa katika nafasi hiyo waliokuwepo, ama wangeweza kuperform kwa kiasi hiki walichoweza kuperform. Sio kikubwa sana, lakini kwa timu ambayo imetoka Championship imekuwa kama ni surprise package hivi. Wamefanya vizuri sana so far Sunderland. Everton imekuwa ni timu ambayo yenyewe ipo tu. Imekuwa ni timu ambayo inapigana mapambano yake isiweze kwenda kucheza Championship. Au inapambana imfunge Liverpool kwenye Merseyside derby. Lakini ni timu ya top 10, like ni timu ya bottom 10, bottom 4 let's say, kwenye ile top 10 ile kuanzia labda ya 7 mpaka ya 10. Inaweza kashuka huko mpaka 12, 13. So si timu zote sio timu ambazo zinatarajia kuchukua ubingwa wa Premier League. So ni timu ambazo nadhani zinaona hili ni moja ya kombe ambalo linaweza likawatoa kimasomaso mwisho wa msimu. Kwa hiyo mapambano yatakuwa makali, lakini kwa namna ambavyo, kwa sababu kwa sasa hivi Sunderland wamepanda daraja msimu huu, so far hawana tatizo la wao kushuka daraja. Yaani kwenye swala la kushuka daraja wao hawapo. Wameshajichukulia chao mapema. Sasa hivi ni maintain that performance, and who knows hapo Mei wataishia wapi. So nadhani watakuwa
ari kubwa ya kusema ku make a statement, kupata chochote kitu msimu huu, na wao wamekuwa wana mwendelezo wa performance nzuri kuliko Everton. Yeah. So inaweza kuwa mechi nzuri, lakini inaweza kuwa mechi nzuri zaidi kwa Sunderland kuweza kwenda hatua nyingine. Bwana, hiyo ni game ya Everton dhidi ya Sunderland. Bwana, kuna game nyingine zitaendelea weekend hii. Na game hizo zinahusisha timu zinazoshiriki EPL na timu ambazo zinashiriki madaraja ya chini ya ligi kuu nchini Uingereza. Kuna mechi ya Manchester City dhidi ya Exeter, kuna mechi ya Charlton Athletic dhidi ya Chelsea, lakini pia kuna game ya Fulham dhidi ya Middlesbrough. Kwa kiasi fulani makocha wengi sana wanakuwa wakiwatumia wachezaji vijana kwenye michuano hii. Hasa Pep Guardiola, Arteta mara nyingi, lakini Klopp kipindi fulani alikuwa anatumia sana wachezaji ambao wapate nafasi kwenye kikosi chake. Yes. Unaona kuna mechi ambayo wataenda kukutana na ugumu kati ya hizi timu tatu ambazo zinaenda kucheza na timu ambazo zipo madaraja chini pale Uingereza? Well, actually it has happened. February mwaka huu, kama nakumbuka, ilikuwa ni February 9 mwaka huu, Liverpool walicheza na Plymouth Argyle, kama mnakumbuka hii mechi, ambapo na ni FA. Liverpool alicheza na Plymouth Argyle kwenye FA na Plymouth walishinda goli moja, ilifungwa dakika 53. Liverpool wakatolewa, ilikuwa ni fourth round ya 4 ya kombe la FA. Kwa hiyo sometimes a gamble can pay kwa hizi timu ndogo, kwa sababu timu kubwa zina michuano mingi. Kama nilivyosema awali, unashiriki Champions League, unashiriki FA, pengine unashiriki Carabao, unashiriki Premier League. Hiyo ni michuano minne na vikosi ni vile vile. Ligi haisimami. Ndio maana unaona mfano game week hii, katikati ya wiki wanacheza ligi, weekend wanacheza FA, wiki ijayo wanacheza UEFA, weekend wanacheza Premier League. Kwa ratiba haisimami. Kwa hiyo sometimes kocha anaweza akagambo, akaweka vijana wadogo. Liverpool walishawahi kuchezesha watoto kwenda kucheza, nadhani ilikuwa ni FA, tukafungwa 5 na Aston Villa. Kama hapo tulicheza na Plymouth Argyle wakatufunga 1-0. Lakini usisahau kwamba pia hii michuano, pamoja na kwamba ni michuano ya wote, lakini pia ni michuano ya timu ndogo, kwa sababu michuano kama Europa Conference, West Ham ni bingwa wa conference. Kwa hiyo most bottom teams wanaona kama hii ndo michuano yao wao. Baadaye changamoto inayowakumba ni kwamba baadaye wanakuwa hawana consistency kwa sababu ya vikosi vyao. Unaweza ukakuta kwamba labda Charlton Athletic, timu nzima ya Charlton mshahara wanaolipwa labda ni mshahara wa Jeremy Doku wa wiki. Sasa competitive advantage hapo, unaona quality ya hawa ni kubwa sana. Kwa hiyo as much as we don't expect timu kubwa kupoteza kwa hizi timu ndogo, lakini it has happened and it can happen, it might happen. Maono yako vipi? Kwa sababu ninakumbuka Manchester United ulifungwa na Coventry City. Walifungwa na Grimsby kwenye Carabao. Okay. Yeah. Yes. Inatokea. Yaani kuna evidence ambazo zinaonyesha kabisa haya mambo yanatokea. Yeah. Kwenye game 3 hizi ambazo unaziona za weekend hii, hilo linaweza likatokea. Football iko hivyo. Chochote kinaweza kikatokea. Si kitu ambacho kipo unakitarajia sana, kwa sababu ya caliber ya timu ambazo inakutana nazo. Huwezi kuwaza kusema yani kitokea ni kama vile kunguru kukunyea. Kuna timu kama labda Chelsea. Ukiangalia ndani ya kikosi wana wachezaji wengi kweli kweli, lakini wakipewa nafasi wanatoa kitu. Sasa okay, hiyo ni kitu kingine tena umesema. Wewe umesema kuhusiana na timu ndogo
naongelea timu ndogo kupata matokeo kwenye timu kubwa za sasa hivi, lakini pia naangalia na aina ya vikosi ambazo nikwambie kitu. Na upande vikosi ambao Chelsea na Manchester City. Nikwambie kitu kimoja. Ni wachezaji, okay, let's say tumie tu Chelsea. Mtu kama Hato, yeah? Ni top player. Ni mdogo, hana experience, lakini ni very talented. Ambaye Coventry ama Middlesbrough hata yeye hawezi kuanza kwenda kucheza huko sasa hivi. Sawa. Andre Santos hawezi kuanza kwenda kucheza Greensby ama Coventry City. Sawa. Ni yuko way above their. Kwa hiyo hizi timu kubwa zina luxury ya hata hao ambao hawapati minutes kwenye mashindano makubwa kuwa wana level za juu kuliko hizi timu za sijui Championship, League 1, National League na vitu kama hivyo. So hata ndio maana unaona most of the time hizo timu kubwa zinachezesha wachezaji ambao hawapati nafasi sana. Na hizo zinasonga mpaka finali. Finali iliyopita ilikuwa ni Crystal Palace na Manchester City. Yeah, Manchester City walikuwa hawapangi kikosi cha kwanza kwenye mashindano hayo mpaka game ya finali walikuja kupanga kikosi cha kwanza. Crystal Palace kwa sababu wao ile ni kombe lao kwa level yao, ile ni kombe lao, hawawezi kucompete, hawana msuli wa kucompete kwenye Premier League, lakini Carabao, FA Cup hiyo ni rahisi kwa sababu kwa timu kama Crystal Palace ikikutana na timu za Championship ama madaraja ya chini, wana upper hand, ni rahisi wa kupata ushindi. Wakufungwa ndio hivyo, bahati mbaya wamekufunga goli moja kama walivyofungwa Liverpool goli moja likakaa mpaka mwisho wa mechi. Kwa hiyo wakifika huko wanapambana na wanajua kabisa nikishafika finali ni finali. Finali ni mfano wa Grimsby bwana. Mbona mfano wa Grimsby utolei bwana? Sikesha utolea mfano sawa hivyo urudia. Ni vizuri kurudia wa Liverpool kuliko wa Grimsby. So you see, wanajua wakishafika finali ni finali, ni game moja tu, dakika 90 au dakika 120. Yeah, unaweza ukashikilia bomba vizuri ukafika kwenye matuta ambayo sio ya kila mtu, na ukashangaa umeshinda, ama ukachukua ukashinda mapema tu kama alivyofanya Crystal Palace dhidi ya Man City. Yes. The other time wakati mnashinda FA mlicheza finali dhidi ya Newcastle. Kabla ya Newcastle Newcastle ilicheza na Coventry. You see, uliona ile game ilivyo? Yeah. That's what I'm talking about. Game ilisha na magoli 7 I think. Ile game ilikuwa ni 4-3 kama sikosei. So you see. Yeah. Kwa mimi nachoona hii ni michuano ambayo si mepesi, lakini siwezi kusema eti hizo timu ikawa na in the back of my head tunasema wewe nisubiria upset ya Lincoln kuwafunga Man City. Siwezi subiria hiyo. Ila ikitokea usilaki okay. Imetokea na ikitokea it is something that you talk about all the season kwa sababu hautazamii. Nakumbuka msimu uliopita kwenye Carabao, Liverpool tulicheza na Newcastle. Nadhani Carabao finali msimu uliopita ambapo walitufunga. Sasa kwa kaliba ya team kama Newcastle, leave aside this Newcastle ya sasa hivi ambayo ina coats Arab money, ina kibunda cha Waarabu. Newcastle sio timu ya kuikuta kwenye finali yoyote, leaving aside this Arab money right now. Newcastle ni mid-table team. Crystal Palace sio timu ya kukuta kwenye finali, lakini currently unakutana nao. So pamoja na kwamba timu ndogo hizi, nikisema timu ndogo namaanisha timu ambazo haziko kwenye top 6. Pamoja na kwamba hatuzitazamii, lakini it has happened, it will happen, and sometimes it should happen. Ili kwa mfano msimu uliopita bingwa wa FA Crystal Palace, bingwa wa Carabao Newcastle, bingwa wa Premier League Liverpool. Hiyo ni diversity. There was a time bingwa wa FA Liverpool, bingwa wa Carabao labda Liverpool, bingwa wa labda Champions League
unakuta wanaendana, au bingwa Man City anashinda Carabao, anashinda FA, anashinda Premier League. Umeona? Lakini kuwa na diverse kwamba what are the chances kwamba tutapata msimu kama huo ambao bingwa wa Carabao ni Newcastle, bingwa wa FA ni Crystal Palace, labda bingwa wa Premier League ni Arsenal. What are the chances? Kwa sababu katika misimu 9, sasa hivi tunaenda msimu wa 9 na nusu wa Pep Guardiola, almost 60% ya vikombe amechukua. Sasa that is the diversity that yani hiyo ni kitu ambao kwenye competitive league hatupendi, kwa sababu kama timu moja ina uwezo wa kuchukua vikombe vyote msimu wa kwanza, msimu wa pili, kama anachofanya PSG, it's almost kila msimu PSG anachukua vikombe vyote. Chelsea msimu uliopita ndo kidogo alimzuia PSG asiwe na makombe 7. Kwa sababu kwenye finali pale angemruhusu PSG ashinde. Manake ndio timu pekee imefunga PSG finali. Nakubali sana. Nakubali sana kiongozi. Ila finali zote ambazo PSG ameingia ameibuka na ushindi wake. Bwana, hiyo ni Chelsea na rekodi ambazo ameziweka. Weekend Jumapili kuna mechi nyingine zinaendelea za FA. Kuna mechi ya Manchester United dhidi ya Brighton. Kuna timu kubwa ambazo tunategemea wazizisha kikosi cha pili kwenye michuano ya FA. Lakini kwa Manchester United I think ipo tofauti. Kwa mimi ninavyoona, kwa sababu kwenye Premier League hauwezi tabiri Manchester United atachukua kombe la ligi kuu nchini Uingereza. Labda hizi kombe ndogo hizi sasa. Size yako hivi sasa. Size yangu. Ni sawa, nakubali. Utatumia full muziki I think. Hakuna kikosi tofauti na kile. Ile ndio Manchester United. Si kwamba hawatatumia, yani hawana kikosi zaidi ya kile. Ukitoa wachezaji wawili ambao watatu ambao wako kwenye majukumu yao ya timu ya taifa, Mazraoui, Amad Diallo na Mbeumo, au wako kwenye majukumu ya AFCON, lakini kuna majeruhi, El Capitan Bruno Fernandes bado hajarudi, Kobbie Mainoo, Harry Maguire pia ni majeruhi. Kwa hiyo hakuna kikosi kingine zaidi ya kile, kwa sababu hata kipindi cha wakati Ruben Amorim yupo, katika game almost 3-4 zilizopita, ukikuwa ukiangalia bench wachezaji ni wale Sean Lacey, Fletcher, kijana wa Darren Fletcher, Zirkzee ambaye alikuwa game hii anaanza, game ijayo hivyo. So hakuna hata rotation yenyewe imekuwa ni mtihani kidogo sana. Imekuwa ni mtihani. Kwa hiyo sioni mabadiliko makubwa kwenye kikosi. But I think differently. Mimi nadhani Manchester United watachezesha watoto kwenye mechi dhidi ya Brighton ya weekend hii. Kufungwa sasa ni jambo. But hata watoto ni kina nani? Kwa sababu vijana ambao wamewekwa kwenye kikosi kikubwa wako wachezaji 4-5 kitu kama hicho, na ambao I am sure Darren Fletcher piga huwa garagaza hawezi kuanza na kutaka kufungwa, hawezi kuwachezesha hao watoto. What I'm saying is sitegemei kikosi cha Manchester United kinachoanza labda game week hii dhidi ya Brighton kwenye FA ndio kiwe kikosi kile ambacho kitacheza dhidi ya Manchester City, because mind you, weekend inayofuata, game week inayofuata, Manchester United anakutana na Manchester City. That is a statement game ambayo Darren Fletcher katika namna yoyote ile, Darren Fletcher hatotaka kupoteza huo mchezo. Leave aside uwezo wa Manchester United kumfunga Manchester City, hicho ni kitu tofauti, lakini kuwa na kwa kukosa maneno bora zaidi, kuwa na kikosi chako full mkoko. I am not seeing Darren Fletcher waste
opportunity ya kuwachezesha labda kama kipa wenu yule ni Mbelgije, sidhani kama ataanza kwenye mechi dhidi ya Brighton, kwa sababu una yule Asekir Baindir yule Mturuki si yupo hajaondoka. So what I'm saying is sitegemei kikosi kile kitakachocheza dhidi ya Brighton weekend hii ndo hicho kicheze dhidi ya City. Kwa hiyo naona wakina Fletcher mapacha wale it is their time to shine this weekend. Hakuna muda wa watoto kushine. That's what I see. Okay. Regardless ya game ya Manchester Derby. Why nasema hivyo? Kwa sababu sasa hivi tumeshatoka kwenye Carabao. Ndio. Kwa hiyo tutoke tena kwenye FA Cup. Tunaenda kupambana nini kwenye Premier League? My thinking is hiyo ni moja. Hiyo ni moja. Lakini kitu cha pili ni kwamba I understand the magnitude ya game ya Manchester Derby. Hiyo naelewa kabisa. Sawa. Why nimesema hakutakuwa na kikosi ni kile kwa sababu we don't have a lot of players luxury ya wachezaji wengi. Yeah. Hata hao watoto inawezekana kabisa wakacheza, hata Sean Lacey akacheza siku hiyo ama Fletcher akacheza, lakini I am sure ni lazima atapanga kikosi cha kutaka kupata ushindi competitive, lazima, kwa sababu once unapata ushindi unaenda kwenye next game ukiwa na mentality na confidence kwamba nimetoka kwa tena basi. Ingekuwa labda unacheza na nani na Sheffield labda huko au Coventry, fine, lakini unacheza na top flight team pia ya Premier League, yeah, ambayo unahitaji mawazo ni kwamba at the end of the day hapo Mei tuwe na kitu cha kushow off at least, hata kama tusipochukua ubingwa wa Premier League ambao we are out of uko nyuma point 17. I do not see sasa kuna sababu ni nyingi sana. Sasa my thinking is it is more prestigious for Manchester United kurudi kwenye Champions League kuliko kupambana na FA. Yaani hiyo ni sawa. Kwa sababu gani? Sawa kabisa. Kwa sababu mimi ningekuwa Darren Fletcher, uniekee hapa niwe namba 4 kwenye Premier League au nifike finali ya FA dhidi ya anyone, Liverpool, Chelsea, Manchester City, I'll choose number 4. Mimi sasa kama mimi ningekuwa ndo Darren Fletcher, it is more prestigious for Manchester United right now kushiriki michuano ya Ulaya kuliko kuchukua ubingwa wa FA. Japo ubingwa wa FA ndo kama nilivyoanza kwenye utangulizi, kombe la FA ndio kombe linaloheshimika kuliko kombe lolote katika Uingereza. Yani ukimwambia Muingereza yoyote yule, shabiki wa mpira wa miguu, kwamba ipi bora, ushinde UEFA au ushinde FA, atakwambia FA, kwa sababu kombe la FA ndio kombe linaloheshimika kuliko lote. Na kama unafuatilia, kombe la FA ndio kombe pekee ambalo bingwa anakabidhiwa na someone from the royal family, kwa sababu the setup ya FA ilivyo, kiongozi wa juu wa FA ukiachana na wale watendaji ni either malkia au mfalme. Okay. Yani FA ni chombo cha royal family. Kwa hiyo kama unavyoona ni kwamba bingwa wa FA anapewa na someone from the royal family. Hiyo ni namna gani kombe lile ni prestigious. Kwa hiyo kama mimi ndo Darren Fletcher na nimepewa labda nichague, I'll choose kumaliza kwenye nafasi za kucheza Ulaya. Lakini actually mimi sio Darren Fletcher. Again, hypothetically huwezi kupewa uchuzi. Sawa, hauwezi kupewa uchuzi. Yeah. So football wise, mimi ninachokisema hapa. Yeah. Tunahitaji United inahitaji wachezaji wanahitaji kurudi kwenye confidence ya kuchukua makombe, winning ways. Yeah.
sawa iwe ni FA Cup, iwe ni Premier League. Lakini lazima kwa sababu sasa hivi huwezi kuweka maanani eti kusema naenda kwenda kumfunga, ndio itakuwa turning point ya kwenda kwenye game kumfunga Manchester City. Lakini once wachezaji wakicheza vizuri, wakiwa na ile fresh breath ya kucheza vizuri kwenye game ya Brighton, inaweza ika-carry kwenda kwenye game ya City. That's my point. Yeah, yes, na hapo why? Kwa sababu ya ufinyu wa players that tulionao, majeruhi na ambao kwenye majukumu mengine ya kitaifa. Sioni sababu ya Fletcher kuwa na uoga wa kusema eti Lames asicheze, Shesko asicheze, Matheus Cunha asicheze, Casemiro asicheze kwenye game ya Brighton. Kuogopa eti labda watapata majeruhi kwenda kwenye game ya what if wakiwa na game nzuri ika carry that confidence kwenda kwenye game ya kwenye derby ya Manchester. Tusubiri tuone. So yeah, I don't think, kwa sababu kama tungekuwa kweli tuna luxury ya wachezaji wengi, kungekuwa kuna reshuffle kubwa kwa game ya mimi nafikiri nyinyi hamna uhaba wa wachezaji, ila mna uhaba wa wachezaji ambao wana perform, kwa sababu timu zote Premier League zina nini inaitwa, zina privilege ya kusajili wachezaji 25. Wewe unavyosema kwamba hamna luxury, manake hamna hao wachezaji. The only problem with Manchester United right now ni kwamba hakuna luxury ya kama Manchester City, kwamba kwenye namba ya Doku, asipokuwepo Doku kuna mtu mwingine, asipokuwepo Tijani Reinders kuna mwingine, asipokuwepo John Stone, asipokuwepo Oscar Bob, asipokuwepo labda Rodri has been missing in action for quite some time now, lakini City yupo nyuma point 4 dhidi ya Arsenal. So Manchester United mnachokikosa sasa hivi, nafikiri si mnachokikosa nyinyi sasa hivi ni wachezaji tu ambao akitoka Casemiro atakuja Casemiro B, akitoka huyu atakuja huyu, kwa sababu kwenye soko Benjamin Sesko was one of the best na tuli expect vitu fulani hivi kutoka kwa Benja, lakini unfortunately football happened. Mjadala ukiendelea hawezi akakubali. Kuna mechi nyingine ya Arsenal yupo na Bournemouth. Ni moja kati ya mchezo ambao kwa kiasi fulani Arteta anaweza kidogo akalegeza leo msimu huu kwenye FA, kwa sababu ile kombe lishaonekana la Arsenal. Kwa sababu ukiangalia bingwa wa kihistoria ni Arsenal, lakini wakati ambapo Arsenal anastahili kupata Premier League, kupata kombe la ligi pale nchini Uingereza, alikuwa anajipoza na FA mara nyingi sana. Mchezo huu unaenda kuwa mchezo aina gani? Portsmouth ametoka kupoteza goli 5-0 dhidi ya Bristol. Well, kwanza kitu cha watu kukumbuka ni kwamba Portsmouth aliwahi kuwepo kwenye Premier League na kwa wale ambao wanakumbuka ni msimu wa mwaka 2007 2008. Nadhani baadaye Spurs alikuja kushinda actually Spurs bwana that's a story for another day. Lakini Portsmouth ni bingwa wa FA wa zamani. Alishinda kombe la FA mwaka 2007 2008. And I think watu wanaweza wakatukumbusha, I think kocha wa Portsmouth kipindi hiko alikuwa Harry Redknapp msimu wa 2007 2008. I'm not sure if the records are correct, lakini kwa hiyo Portsmouth sio timu ya kui-eliminate, ya kusema kwamba unai-count out, kwa sababu ni timu ambayo imejaa historia. Lakini unfortunately in football historia peke yake haitoshi. Na Arsenal sehemu ambapo yupo sasa hivi, mind you, Arsenal kwenye Premier League anaongoza kwa point 48, anayemfuata ni point 4 nyuma yake. Kwa hiyo hapo kama ni pressure anayo, lakini sio pressure kubwa. Arsenal anaongoza kwenye Champions League akiwa na rekodi yake, yuko pale. Arsenal yupo kwenye Carabao, yani katika zile timu nadhani ni 4 au 8 zilizobaki kwenye Carabao yupo. Arsenal huyu kwenye FA, hii ni raundi ya 5 nadhani, anacheza na Portsmouth. My thinking would be
Arteta atapumzisha wachezaji wengine, Yes. ataleta kikosi kingine ambacho si kikosi kidogo, lakini ni wale watu ambao hawapati regular time. Huu ndo wakati ambao japo Trossard amekuwa na time nzuri hapa siku za karibuni, lakini hizi ndo game ambazo unamweka Trossard, unamweka Martinelli, unaweka wale, unamweka Madueke, unaweka watu ambao hawapati nafasi mara kwa mara, bado atakuumiza, lakini bado moto wake uko pale pale, kwa sababu my thinking is, nadhani tulikuwa tunaongea wiki iliyopita kwamba kwa nini sikumbuki ni wapi tulikuwa tuna discuss kwamba kwa nini Arsenal wasichague sehemu moja ya kuwekeza nguvu. Okay. Arsenal alipo sasa hivi anataka vitu vyote, mpaka pale ambapo sasa kimoja kitadondoka au kingine alafu waishie, kwa sababu I remember there was a time ambapo Liverpool alikuwa anaanza msimu na UEFA, yani yuko kwenye UEFA, Carabao, FA na Premier League. Alafu pale Mei ndio sasa kinaanza kudondoka. Tena kuna msimu tukakosa vyote, yani kutoka kuitetea quadruple mpaka kuwa na kombe 0. Kwa hiyo I think right now sehemu ambao Arsenal yupo, wana Kepa kama kipa wao namba 2, Raya anapumzika, anadaka Kepa, wana mabeki wengine. Huu ndo muda sasa wakina Nwaneri, wakina Miles Lewis Kelly kucheza. Kwa hiyo anaweza akachezesha kikosi cha pili na bado akaipa changamoto Portsmouth. But football is a very filthy game. Chochote kinaweza kutokea, lakini katika chochote hiko hatutegemei Portsmouth afue dafu. Yes, hizo ni game za FA. Umepata historia ya FA, lakini umepata michezo ya FA. Bana pale Bundesliga, Bayern Munich yupo uwanjani dhidi ya Wolfsburg. Bayern Munich msimu huu cheki na wowote. Anaongoza ligi akiwa na pointi 41. Dortmund anamfuatia na pointi 32. Ni moja kati ya mchezo ambao kwa kiasi fulani unaenda kuwa na mchezo wenye magoli mengi kama ilivyo ligi kuu ya nchini Ujerumani. Kwa upande wako msimu huu bado Wolfsburg atastruggle kupata matokeo mbele ya Bayern Munich? Atastruggle. Footballing wise, Bayern are way ahead ya Wolfsburg. So wana quality kubwa sana ya kuweza kupata matokeo mbele ya Wolfsburg. Tofauti ya pointi kati ya yeye na mtu wa pili ni almost point 9. Yeah. Ambazo zinajidhihirisha they are playing good, wana depth ya kikosi, wako vizuri katika kila sehemu kuna mtu zaidi ya mmoja. So sioni sababu yoyote ya wao kutokupata ushindi kwenye hiyo game, na sioni Wolfsburg kwenda kuwazuia Bayern Munich katika hiyo game. Ukizungumzia utofauti wa points wa alama, unaweza ukazitemu kama ligi 4 tofauti. Ligi kuu ya Bundesliga ina tabia yake tofauti, ligi 1 ina tabia zake tofauti, Uingereza ina tabia zake tofauti. Lakini ligi kuu nchini Italia msimu huu imetu surprise. Mienendo ya timu ambayo inashiriki ligi kuu ya nchini Italia msimu huu obvious ni tofauti sana. Inter Milan anaongoza kwa alama 39, AC Milan alama 38, Napoli alama 37. Weekend hii Inter Milan yupo uwanjani dhidi ya Napoli. Moja kati ya game ngumu sana kwa pande zote mbili. Mechi kama 4-5 mfululizo hivi. Kuna sare mfululizo. I think 3-4. Mechi inakuwa ngumu sana kwa upande huu. Kwa upande wa weekend hii ni timu gani zaidi imeelemewa? International versus Napoli. Inter tangu wapoteze dhidi ya PSG kuna jambo bado halijakaa sawa. Kwa sababu kile kipigo sio cha kawaida bro. Unajua nilikuwa naongea na mtu siku moja akaniambia mechi ya mwisho ya Inter ambayo ilipaswa iwe finali ilikuwa ni Inter versus Barcelona, ambao walitoka kwa aggregate score ya 7-6, 3-3 na 4-3, ambao Acerbi alifunga goli la kufunga ule mchezo. Yeah. Tangu pale Inter bado hawajakaa sawa, kwa sababu walikuwa
walikuwa na Inzaghi, Simone Inzaghi, kocha wao wa muda mrefu, lakini baadaye Inzaghi aliondoka akaenda Uarabuni. Bado wanajitafuta. Napoli on the other hand, narudia kitu nilisema 2 game weeks ago kwamba tuendelee kumchunguza Antonio Conte akiwa kwenye msimu wake ambao sio ule msimu wa kwanza, namna ambavyo wanapambana. Ni kama Antonio Conte ni kocha wa msimu mmoja, yani perform msimu mmoja, msimu unaofuata lazima avurunde. Lakini ni game kubwa, International versus Napoli. Tunategemea iwe ni game ya vipindi. Kuna kipindi Inter, kuna kipindi Napoli, kwa sababu quality ya wachezaji sio sawa, lakini hazitofautiani sana, kwa sababu pamoja na ukubwa wa historia ya International, Napoli nao sio wachovu. Hii ni timu ambao walikuwepo Diego Maradona, kwa hiyo sio timu nyonge, yani sio timu dhaifu. So I'm looking forward for a very beautiful game, lakini nafikiri Napoli wako katika nafasi ya kushinda. Ukimtaja Inter Milan huwezi kuacha kumzungumzia AC Milan. Sahihi. Kwenye msimamo pale, I think ni moja kati ya vilabu ambavyo vipo moto msimu huu. Na sajili walizozifanya msimu huu nadhani zinachangia haya mambo yanaendelea Italia. Napoli kafanya usajili mzuri kweli kweli, kaenda pale Uingereza akamchukua De Bruyne, lakini ndani ya kikosi wana kiungo McTominay, Scott McTominay. Unasikiaje ukimwona McTominay akiperform vile? Nasikia vizuri sana. Nasikia furaha. AC Milan wana Luka Modric katikati pale. Yaani wana vikosi ambavyo kwa kiasi fulani vinatishia amani. Wapo uwanjani dhidi ya Fiorentina AC Milan weekend hii. AC Milan yupo kwenye role ya kugombania ubingwa wa Italia pale. Fiorentina si wachovu pale Italia, hasa kwenye game kubwa. Kama tunavyosema game kubwa waga zina approach tofauti na game za kawaida. AC Milan anaweza kaendeleza mwenendo wake mzuri wa kugombania ubingwa pale Italia dhidi ya Fiorentina. Ukitoa game ya iliyopita ya Fiorentina ambao kama sijakosea walishinda goli moja. Lakini wana performance mbaya sana. Lakini upande wa pili AC Milan wao wanaona kama pia huu mwaka unaweza kuwa mwaka wao pia. Wako nafasi ya pili, tofauti ya pointi moja mpaka sasa. So wana performance nzuri, hawapati matokeo makubwa sana, lakini wanaokota hizi pointi. Wana game nyingi sana, wameshinda goli moja nyingi sana AC Milan. Lakini kwa sasa kuna gap kubwa kati yao na Fiorentina, na sidhani kama watatamani kudondosha point kukiwa na gap ndogo kama hii ya pointi 1-2 baina ya hizi timu tatu za juu. So itakuwa game nadhani inaweza kawa game haitakuwa nyepesi, lakini mzani unaegemea kwa AC Milan, na AC Milan na Fiorentina wataendelea na mwenendo mbaya kwenye game dhidi ya AC Milan. Bwana, hiyo ni ligi kuu ya nchini Italia. Unaweza ukapredict kweli bingwa wa Italia sasa hivi? With what is happening right now ni ngumu sana. Kwa sababu tofauti ya wao na La Liga, labda na La Liga, Bundesliga, labda na England na Ufaransa, ni kwamba margin ya wale watatu, ile 3 horse race ni ndogo mno, ni point moja. Na this brings us to the question ya ubora wa ligi ya Italia. Kama mchezaji kama Luka ambaye Real Madrid wanaona kabisa kwamba it's time for Luka to hang the boots, lakini Luka anaweza kukimbizana dakika 90 Serie A. Mchezaji kama what's his name, mchezaji aliyotoka Leicester, anaitwa nani, nimesahau jina, mfungaji wa Leicester wa muda wote anaitwa Jamie Vardy amechukua back to back man of the match katika
ligi ya Italia. So it brings us to the question ya ubora wa ligi ya Italia, lakini I think hiyo ni story ya siku ingine. Lakini as of now, ile 3 horse race ya Inter, AC na Napoli ni kazi. Ukiachana Leao ambaye anaperform kwenye timu yake, lakini pia kwenye timu ya taifa yuko vizuri. Kuna wachezaji pia wanafanya vizuri Italia pale, lakini ukiwapeleka ligi kwenye taifa lake anakuwa na performance nzuri, na inawezekana hata apate namba kabisa. Yes, kulikuwa na Pau Dybala Argentina alikuwa hapo namba, na hata akipewa namba hana maajabu. I think ni ubora labda wa ligi. Unaongelea Argentina ya Messi. Messi, Aguero I think alikuwa anapata nafasi. Lakini Dybala unajua alikuwa kwenye peak performance yake. Alvarez amekuwa kwenye peak, amepata namba mapema. Why Dybala alikuwa anapata nafasi? Unajua issue ya football ilivyo. Unaweza ikakukuta uko katika peak ya maisha yako, alafu hakuna activities nyingi za international. Okay. Alafu kuna mwingine tu huko Andrew Masawe kaje, ambaye yeye akaja akawa na msimu mmoja mzuri ambao unaangukia World Cup au Copa America au Euros. Kwa wakati huo umeperform vizuri, hawezi kumwangalia tena Murua ambaye aliperform vizuri misimu 3 iliyopita, but huu msimu hajaperform vizuri kabisa. So wewe utaangaliwa and probably utaitwa kwenye timu ya taifa na utaenda kufanya vizuri, sababu ndio kipindi chako. Ndio kipindi chako. Na hiyo imewakuta wachezaji wengi sana ambao walikuwa na wamekuwa na performance nzuri sana ya msimu mmoja tu, afu msimu unaangukia kwenye mashindano makubwa. Unakuta mtu mwingine amepambana, World Cup imeisha, World Cup nyingine baada ya miaka 4 labda na kaanza kukichafua, kuongezea msimu wake. So hiyo inawatoa kwenye equation wachezaji ambao wamekuwa wana longevity kubwa na performance ambazo hazi drop kwa kiasi kikubwa kama La Pulga na Cristiano Ronaldo. Kuongezea hapo, nataka niwaachie watazamaji wetu kisa cha Antoine Griezmann. Antoine Griezmann amekuwepo La Liga. Antoine Griezmann make his La Liga debut mwaka 2010 akiwa na umri wa miaka 19. Kuanzia mwaka 2010 mpaka leo ni misimu 16. Antoine Griezmann amekuwepo kwenye La Liga. So here is something very interesting about Griezmann. Griezmann amecheza Atletico Madrid na amecheza Barcelona. Msimu ambao Griezmann aliondoka Atletico Madrid kwenda Barcelona in search of titles, kupata vikombe, walifanya kama sweep. Griezmann akaenda Barcelona, Atletico Madrid wakamchukua Luis Suarez, si ndio? Huo msimu ambao wali switch, huyu akaenda huku, Barcelona walikosa La Liga, Atletico Madrid wakachukua La Liga. Wakakaa misimu kadhaa mbele, Griezmann akakosa namba Barcelona, akaamua kurudi Atletico Madrid. Alivyorudi Atletico Madrid, msimu ule ambao wamerudi, Barcelona wakachukua La Liga. Kwa hiyo kama alivyosema Yuzo kwamba mpira wa miguu ni mchezo katili sana. Kuna wakati unaweza ukapishana na fursa mlangoni tu hapo, yani ilikuwa ni swala la wewe kupeana mkono na fursa. Lakini kama ilivyomtokea Griezmann kwamba hiki kipindi ambacho labda unaona Dybala haperform ni kipindi gani na Alvarez anaperform kipindi gani? Kipindi ambacho Alvarez amekuja kwenye timu ya taifa kilikuwa ni kipindi ambacho kwa Argentina ilikuwa ni all or nothing, yani kwamba tuchukue hii maneno au tuachane kabisa na hii story. Kwa hiyo that's football. Actually Griezmann ilikuwa ni 2009 Real Sociedad.
Alicheza pale misimu mitano. Kuanzia 2009 mpaka 14. Then ndo akaenda Atletico Madrid. Bwana tuwape hela. Yeah. Tuwape watu hela. Mbona wa hela? Wanazihitaji hizo? Wanahitaji sana. Yaani kuna watu wa game time kwa sababu ya kipengele. Au sio? Yeah. Weekend hii tuwape hela. Inter Milan dhidi ya Napoli. Inter Milan dhidi ya Napoli over 1.1. 1. Over 1.1. Goli moja. Betiji lazima elewe. Watu wa mizigo wanaelewa over 1.1. Zipatikane goli 2. Na kuendelea. Napoli anashinda hiyo game. Direct. Straight up. Fiorentina dhidi ya AC Milan. AC Milan, mpe AC Milan mazima. AC Milan anachukua mali hiyo. Ikiwa muoga basi weka magoli. Bayern Munich dhidi ya Wolfsburg. Hivi ni mkeka Bayern anashinda. Bayern Munich anashinda. Kuna mechi ya Manchester United dhidi ya Brighton. Yeah, game safi sana. Yeah. Weka magoli tu. Over 1.1 hapo fresh tu. Kizazi. Hapo mpatie Brighton anashinda. Kama hajiamini hoja watafungana tu sana, mimi najua sio Tottenham dhidi ya Aston Villa. Yeah, Thomas Frank ana wakati mgumu sana, and pamoja na wakati mgumu wake nafikiri Aston Villa atapumzisha kikosi. Kwa hiyo mimi nampa Spurs ushindi. Okay. Hiyo bwana mimi naipa magoli tu tena over 1.1 basi. Okay, bwana mimi nampa Aston Villa. Nampa mechi ya Manchester United dhidi ya Brighton, mpe Brighton goli moja. Mechi ya Bayern dhidi ya Wolfsburg over 2.5. Mechi ya Napoli dhidi ya Inter Milan lazima apate goli kwenye huo mchezo. Lakini AC Milan dhidi ya Fiorentina, mpe AC Milan moja kwa moja, weka kibunda. Weekend yako safi kabisa. Bwana, endelea kutufuatilia kupitia YouTube, andika Dimbani Connect, utapata series ya Game Time toka tumeanza mpaka hivi sasa, lakini clip mbalimbali utazipata kupitia Instagram, hizi clip za games, clip za hizi game ambazo tunakupa kwa ajili ya betting, utazipata Instagram, TikTok, Facebook kwa jina hilo la Dimbani Connect. Andrew Masawe, ufuatilie Instagram, andika Andre_Masawe 14. Bwana Mswahili andika @Masud unampata. Nipo pia na Moro King kwenye Game Time. Huyu Game Time soon atafungua account ya Instagram. Yeah, mimi napatikana kupitia mtandao wa X, zamani Twitter. @Moro King. Kufika hapo, andika jumbe, kila kitu. Karibu sana. Bwana, nashukuru kwa kuwa nasi. Uwe na weekend njema. Game Time, tuonavyo sisi.